Wakili msomi Peter Kibatala leo Juni 3, 2025 ameandika andiko kupitia mtandao wake wa Instagram juu ya kile hasa ambacho kinaendelea katika kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo lipo chini ya Askofu Dr. Josephat Gwajima. Kibatala katika andiko hili anaelezea namna gani ambavyo kanisa hilo likiwa chini ya Dr. Gwajima limemteua kuwa wakili wake katika masuala mbalimbali ya kisheria ambayo yanalikumba kanisa hilo. Kumbuka kuwa kanisa hilo siku ya jana imetangazwa kupitia barua ambayo imeenea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kwa kanisa hilo limefungiwa. Lakini usiku wa kuamkia leo Juni 3 imetokea sintofahamu katika kanisa hilo, ambapo pia mchungaji au askofu mkuu ambaye ni Gwajima alirekodi video akieleza kuwa kuna watu wasiojulikana ambao wako nje kanisa hilo. Na zaidi baadaye tulisikia taarifa kuwa jeshi la polisi lilifika eneo hilo na kuhitaji watu wote kutawanyika na kuondoka, huku kanisa hilo likizungushiwa utepe wa polisi. Na hata hivi leo pamekuwa na ulinzi mkali nje ya kanisa hilo. Sasa nataka nikusomee kile ambacho Kibatala amekiandika. Kibatala ameandika: nimeelekezwa rasmi na kanisa la Utukufu wa Kristo Tanzania linalojulikana kama Kanisa la Ufufuo na Uzima chini ya uongozi wa Askofu Josephat Gwajima kuwa wakili wake na kulihudumia pamoja na watumishi wake wa kiroho na waumini wake katika jitihada mbalimbali za kisheria, hasa likiwa ni swala la kufutwa kwa usajili wake kama jumuiya ya ndani linalodaiwa kufanywa chini ya sheria ya jumuiya ya sura ya 337. Moja, nitazungumza na vyombo vya habari kwa wakati utakaopangwa hivi karibuni kuhusiana na masuala yote ya kisheria yanayozunguka tukio hili la kusikitisha, na nitatoa taarifa kuhusu hatua zote za kisheria zilizochukuliwa kupinga kile ambacho wateja wangu wanakiona kuwa ni dhulma ya kisheria. Mbili, baadhi ya wateja wangu baada ya kukusanyika kwa heshima walikamatwa usiku wa tarehe 2 Juni 2025 na kwa sasa washughulikiwa katika kituo cha polisi cha Oysterbay, mkoa wa kipolisi Kinondoni, Dar es Salaam. Nimepeleka wakili kutoka ofisi yangu ya sheria kuwakilisha kikamilifu. Tutawatetea watu hawa na imani kwa nguvu zote kisheria. Tatu, tumekuwa tukifuatilia na tunaendelea kufuatilia njia zote halali za kisheria zilizopo. Nne, tunafahamu kuhusu kauli mbalimbali zilizotolewa hadharani na mmoja au wawili wa viongozi wa umma kuhusiana na ustawi wa kisheria na wa kidini wa wateja wangu kama ilivyotajwa hapo awali. Tutatoa majibu rasmi. Tano, hatufahamu chochote kuhusu kinachoitwa Glory of Christ Church. Wateja wangu wanafahamika kama The Glory of Christ Tanzania Church. Kila karatasi inaenea ikilitaja jina la kwanza, yani la Glory of Christ Church, inajulikana zaidi na aliyetunga au kusambaza. Huyu ni Kibatala ambaye ameandika hiki leo kupitia mtandao wake wa Instagram kueleza taarifa rasmi kwamba yeye ameteuliwa na kanisa hilo chini ya uongozi wa Gwajima kuwa wakili katika masuala mbalimbali ya kisheria yanayohusu kanisa hilo, lakini pia waumini wa kanisa hilo. Ikumbukwe kuwa Peter Kibatala amekuwa wakili maarufu nchini Tanzania baada ya kusimamia kesi mbalimbali ambazo zilitega na kuteka masikio, fikra na muda wa watu kuzifuatilia. Kesi zilizokuwa zinamhusu msanii maarufu wa uigizaji wa sinema lakini Miss Tanzania Wema Sepetu, lakini kesi zilizokuwa zinamhusu bilionea Msuya, kesi mbalimbali ambazo zinamhusu mke wa bilionea Msuya, Kibatala alihusika kuzisimamia na mpaka ushindi ulipatikana. Lakini pia kesi za viongozi mbalimbali wa Chadema, akiwemo aliyewahi kuwa mwenyekiti wa chama hicho na hata mwenyekiti wa sasa, namzungumzia Freeman Mbowe, na wa sasa Tundu Antipas Lissu, ambayo bado kesi hiyo inaendelea na zingine zilishapita. Sasa tusubiri nini hasa kitaendelea pale katika sasa tusubiri nini hasa kitaendelea.